Elisha aliishi miaka 60 ndani ya utumishi wake. Kwa hiyo miujiza yote ambayo imeandikwa na ambayo haikuandikwa ilitendeka kwa muda wa miaka 60. Tafsiri yake ni nini basi? Unaweza ukatendeka muujiza wa kwanza leo, alafu akakaa hata miaka 10 bila kuona muujiza wowote ukitendeka. Bwana Yesu atusaidie sana. Akakaa tena muujiza mwingine ukatokea, akakaa labda hata miaka 20 usione muujiza wote mkubwa kuweza kutendeka. Baadaye tena ukaja ukatokea mwingine, baadaye mwingine, kwa miaka na miaka. Kwa hiyo ukijumlisha shuhuda zote zilizoandikwa za habari za Elisha, unazipata ndani ya miaka 60. Kwa unaweza ukazivunja ukaona kwamba Elisha alitembea na Mungu kwa namna gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wako watumishi wa Mungu wengi ambao akiokoka siku ya kwanza anataka siku ya pili Mungu aanze kutembea naye kwa ishara na miujiza. Lakini pia anataka miujiza ile iendelee kutendeka kila siku. Mungu hashindwi kufanya hivyo, lakini ana sababu gani ya kufanya hivyo unavyotaka afanye? Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko yanatuambia miujiza na ishara ni kwa ajili ya watu wasioamini. Mungu anapotaka ajifunue ukuu wake, ndipo anapotenda miujiza au ishara za ajabu. Kwa hiyo ni vyema kufanya ishara na miujiza ili watu wakamwamini Mungu. Lakini si kwamba Mungu atafanya kila itwapo leo hiyo miujiza. Kwa hiyo hata hapo ulipo wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna muujiza ambao Mungu amewahi kufanya maishani mwako. Ukaunti huo kama jinsi alivyofanya kwa Elisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja nakumbuka mke wangu alikuja nyumbani kwake na rafiki yake mmoja. Walikuwa wakifanya naye kazi. Yule mama alikuwa na shida ya kupata ujauzito, ya kupata mimba. Alizaa mtoto mmoja, alafu baadaye mimba zikawa zinapata tabu kupatikana. Sasa alipokuja kupata mimba, yeye anaona kabisa ya kwamba ana mimba, lakini kila akienda hospitali kupima wanamwambia mbona hauna kitu chochote. Kwa hiyo akapima vipimo vyote anavyoweza kupima, lakini hawaioni nini? Hawaioni mimba. Ila yeye anasema mbona najiona hali yangu kama vile na mimba. Miezi ikaendelea kusogea, mimba haionekani. Baadaye kuanza kufuatilia, akaja akagundua kumbe alikuwa na ugomvi na baadhi ya watu. Kwa hiyo ni kama vile ikawa imetengenezwa picha fulani katika ulimwengu wa roho ya kuweza kupoteza kile kiumbe ambacho kiko tumboni. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa akaja yule mama ile siku, alipokuja na mke wangu pale nyumbani, wakanieleza ile habari. Mama akasema tumuombee huyu mtu. Wakati tunamuombea yule dada, ghafla nikasikia kabisa nguvu zikinitoka mwilini. Nikaikumbuka ile picha ya Yesu ambapo yule dada, yule mama aliyekuwa akitokwa na damu kwa miaka mingi. Maandiko yanasema Yesu Kristo, yule mama alipogusa pindo la Yesu, Yesu akasikia nguvu zimemtoka mwilini mwake. Akausimamisha msafara mzima, akasema kuna mtu amenigusa. Watu wale wakaanza kuulizana kwamba mbona ni watu ni wengi waliokugusa. Akasema kuna namna ya tofauti alivyonigusa. Aliponigusa nguvu zangu zimeweza kufanya nini? Kupungua mwilini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nini ninachotaka nikiseme hapa? Wakati natafakari hili neno Mungu akanikumbusha. Nikakumbuka, nikasema okay, nakumbuka ni kweli haijawahi kunitokea tena maishani. Na wala sitegemei wala sijaweka kwamba kila nitakapomuombea mtu basi nguvu zitanitoka mwilini. Hapana. Lakini ninachotaka kukisema ni kitu gani? Mungu akaniambia kumbuka ile siku yule mtu umuombea, nguvu zilikutoka mwilini mwako. Akaniambia na wewe pia ni mtumishi wa Mungu kama walivyo watumishi wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tatizo tulilonalo ni nini? Kama Mungu aliweza kunitumia kuweza kumponya yule mama, kwa siku yule mama akajifungua mtoto wake salama na mpaka leo yuko hai. Sasa ningeweza kunyanyuka pale na kuanza kulazimisha miujiza. Wamama wote ambao mna shida ya mimba piteni hapa mbele. Alafu nikaanza kutumia muujiza ule kulazimisha miujiza mingine itokee. Mungu hatembei na watu wake kwa namna hiyo. Anakuchukua kutoka hatua kwenda hatua. Wala usitake kulazimisha mambo kutokea. Elisha alitumika kwa muda wa miaka 60, ndio unapata habari za shuhuda zake unazoziona huko ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa sisemi na sisi tutatumika miaka 60. Yesu Kristo alitumika miaka 3 na akatengeneza shuhuda zote zilizoweza kutengenezwa. Kila mmoja ana nafasi yake na namna Mungu jinsi alivyoweza kumwandalia.
Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ninakwambia hii ili uanze kupata ushuhuda ndani yako, nafsi yako ianze kuelewa ya kwamba hata wewe ni mtumishi wa Mungu. Upo muujiza ambao Mungu amewahi kufanya kupitia wewe. Uliwahi kuombea chakula ambacho kilikuwa na sumu hata bila wewe kujua, ukala na haukufa. Tumekula mahindi mangapi unga wenye sumu kuvu. Wanatuambia siku hizi sumu kuvu. Tumekula miaka na miaka. Umekufa na hiyo sumu kuvu. Uliposema Mungu kibariki chakula hiki kwa jina la Yesu, amen, Mungu akatenda muujiza akakibariki kile chakula. Sasa nataka uanzie hapo kwamba na wewe ni mtumishi wa Mungu. Maana uliwahi kuombea chakula na watu wakala hawakufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mtu ambaye hajawahi kuombea chakula hapa? Bwana Yesu atusaidie sana. Hata watoto wetu huwa tunawaambia ombea chakula. Inamaanisha na wao pia ni watumishi wa Mungu. Ila Mungu anatuchukua kutoka hatua kwenda hatua. Wakati naendelea kujifunza somo hili, Mungu akanikumbusha mwaka fulani. Rafiki yangu mmoja alikuwa ni Muislamu. Familia yao wote ni Waislamu. Siku moja dada aliyekuwa akiwasaidia pale nyumbani, mapepo yakapanda. Na hayakuwa ni mapepo, yule dada alikuwa ni mchawi. Sasa alikuwa ametoroka huko kijijini kwao, kaja kula bata mjini. Na mizimu yake inamtaka arudi kule ili endelee kuitumikia ile mizimu. Sasa inamlazimisha arudi, yule dada hataki kurudi. Kwa kilichotokea, ile mizimu ikacharuka mule ndani. Ikaanza kumnyonga yule dada na kuanza kuongea kwamba asiporudi kijijini huyu tunamnyonga hapa hapa ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakajaribu kufanya mbinu zote walizoweza kuzifanya, yule dada hakuweza kufunguka. Baadaye wakamuita mtu mmoja akaja na maji ya baraka. Sisemi kama maji ya baraka hayafanyi kazi. Sawa sawa na imani yako mtu na Mungu alikokufunulia yanaweza kufanya kazi. Kwa hiyo akaja na baraka, maji ya baraka yule mtu, kutaka kumwagia yule mtu mwenye mapepo, mwenye mauchawi ili aweze kufunguka. Yakamgeuka yule mtu. Nikakuta wote wametoka nje. Ilikuwa ni mida kama ya saa 5 usiku, nikapigiwa simu. Bwana njoo huku. Nikatoka nikakimbia, nikavuka korongo, nikaenda wakati wote tunakaa hapa Kigamboni. Nikavuka nikaenda mpaka huko ambako walikuwa wanaishi hao watu. Nikajua wakati naondoka najua huko kutakuwa kuna msiba. Sasa kwa sababu ni rafiki yangu wa karibu, ameona nishirikishe hizi taarifa. Kwa hiyo naenda nikijiandaa kwamba naenda kwenye nini? Kwenye msiba. Ni wa nani sijui. Nikabeba koti langu, najua kabisa kwamba hapa sirudi, naenda msibani. Nimeenda nimefika nimekuta watu wako nje wote. Nauliza bwana vipi? Ananiambia bwana kuna tatizo. Tatizo gani? Ananiambia kuna mtu humo ndani, yule dada wa kazi, anafanya vitu tusivyovielewa. Anasema ya kwamba asiporudishwa kijijini, majini yanamnyonga, sijui anafanya hivi na hivi. Anajikunja na garagara pale chini, tumeshindwa cha kumsaidia. Nikaingia mule ndani. Nilipofungua mlango, nilipoingia, macho yangu yalipokutana uso kwa uso, macho kwa macho na yule binti, ghafla yule binti akaanza kutetemeka. Alafu akaanza kujitetea. Akasema tunaomba utusamehe. Nikamwambia mna ajenda gani na huyu mtu? Akasema huyu mtu ni mchawi na tulikubaliana naye kwamba anatakiwa aje afanye kazi kule nyumbani kijijini. Sasa yeye kakimbia kaja huku mjini kutafuta maisha na sisi tunamhitaji kule kijijini. Kwa hiyo sisi na wewe hatuna ugomvi. Tunachoomba waambie hawa watu wamrudishe huyu mtu kijijini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nimeingia mule ndani sijakemea, tumeangaliana tu macho kwa macho. Tayari akatambua ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tunachotaka nikuambie ni kitu gani? Unaweza ukajiangalia ukajiona ya kwamba wewe ni wa kawaida sana. Na hakuna siku niliyoenda simple kama hiyo. Unajua ukipigiwa simu bwana kuna mapepo huko naomba uje utusaidie kuomba. Utaondoka umejikoki, si ndio Utaanza kutafuta na vifungu vya kuingilia pale ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Utaanza kutafuta mistari kwa ajili ya kupambana na mapepo. Lakini nimepigiwa simu najua naenda msibani. Hakuna cha Biblia, hakuna cha kujikoki kwamba hapa naenda kukemea wala kuomba. Nimejiandaa na neno la pole. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimefika kule ndani na kutana na hiyo habari. Na sikufanya lolote lile la kusema kwamba kemea. Yako mapepo nimewahi kuhangaika nayo kukemea kwa muda na muda. Mpaka unakasirika, unataka uamue uondoke uyaache. Lakini Mungu akataka anionyeshe kwamba hata kuzimu kunatambua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nilichokifanya kwa yule binti, nikaamuru ufahamu wake urudi, nikamwambia acheni ufahamu wake. Wala sikukemea kwa jina la Yesu achia ufahamu.
Nikamwambia acheni ufahamu wake, kwa sababu nikajua tayari ameshatambua ya kwamba aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko yao na nina mamlaka juu yao. Yakaachia ufahamu wake. Nikamuuliza yule binti, nikamwambia wewe una shida gani? Akaanza kuongea wazi, akasema kweli mimi ni mchawi na ni kweli nimekimbia kazi ya uchawi kule nyumbani. Nikaanza kuwauliza wale watu pale kwenye ile familia, vipi huyu dada mnamfahamu? Akasema bwana, tulikuwa tunashangaa habari zake. Wakati mwingine unakuta tumekaa nje wote, tunapiga story, tumefunga mlango, ghafla tunashangaa yeye yuko ndani na sisi funguo tuko nayo nje. Tunamuuliza umeingiaje? Anasema amri nifungia. Naona sasa ndo wanaanza kufunguka akili zao kwamba kumbe huyu mtu hakuwa mtu wa kawaida. Ninachotaka nikulete hapa, hata wewe ni mtumishi wa Mungu, japokuwa unavyojiangalia unajiona kama umekaa kusimple. Hauko simple namna hiyo. Mungu anakuangalia kama mtumishi wake ambaye unatakiwa ufike viwango vya juu mno ili kuweza kutikisa ulimwengu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kila mmoja anayesikia neno hili apate kufahamu ya kwamba iko mbegu ya utumishi wa Mungu ndani yake, na shetani anajua ya kwamba hiyo mbegu iko ndani yake. Isipokuwa ili ifike kwenye viwango ambavyo Mungu anavitaka, ni lazima upite kwenye hizi hatua kuu 4 ambazo leo hii tunataka kujifunza. Bwana Yesu atusaidie sana.